Shalom shalom. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana, ndugu mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Yosia TV. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe mahali popote pale ulipo. Na siku ya leo ninamtukuza Mungu wa Israeli ambaye ameweza kunipea kibali, nimeweza kusimama tena katika chaneli hii ya Yosia TV ili niweze kuleta tafasiri za ndoto na maana zake. Wewe ambaye umekuwa unaota ndoto na hujui nini maana yake, umekuwa ukiota ndoto ambazo zimekuwa zikikusumbua katika moyo wako na katika ufahamu wako, siku ya leo niko hapa kwa ajili yako katika kuleta maana ya tafsiri za ndoto na maana zake. Kuna ndoto za aina mbalimbali, ninaomba fuatana nami. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba usiache kubonyeza alama ya subscribe, lakini pia usisahau kulike pamoja na kucomment katika channel yetu hii, na Mungu atakubariki sana. Moja kwa moja nitaenda kuanza tafsiri hizi za ndoto na maana zake. Wewe ambaye unaota hizi ndoto na hujui nini maana ya ndoto hizi, ndoto ya kwanza tunasema kwamba utakapokuwa umeona katika usingizi wako au katika ndoto yako ukaota ndoto ukaona mawingu meusi yakiwa yametanda katika safari yako, ukaona umezungukwa na mawingu meusi katika safari yako, unatembea barabarani lakini ukiangalia juu unaona mawingu meusi yaliyotanda sana katika mbingu. Sasa ishara ya namna hiyo, kuota ndoto mawingu meusi yametanda katika njia yako au yametanda katika anga, ulimwengu wa roho, katika hiyo ndoto uliyoiota, maana yake ni kwamba unapewa taarifa kwamba maisha yako yatapitia kipindi kigumu, au maisha yako yatakuwa yasiyokuwa na uhakika wa kupata baraka au mafanikio mbele ya safari yako. Manake kuna msimu ambao utaupitia msiokuwa na mwelekeo mzuri wa baraka na mafanikio. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hiyo, unahitaji kunyenyekea mbele za Bwana, kuomba, kumwambia Mungu, ninaomba mbingu zinene mema katika maisha yangu. Napota ndoto ya namna hiyo, mwambie Bwana Yesu, ninaomba mbingu zako ziweze kunena mema katika maisha yangu, na Mungu atakujalia, atakupa baraka na kibali. Ndoto nyingine tunasema kwamba kama ukiota ndoto kaona mawingu meusi yaliyofunika nyota, yani umeona mawingu meusi yamefunika nyota katika mbingu, naangalia mawingu ukaona nyota iliyokuwa inang'aa, nyota iliyokuwa inaonekana, ghafla hayo mawingu yakaja kuifunika nyota yako. Sasa unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo, manake ni kwamba unapewa taarifa adui anajaribu kuifunika nyota yako, ulimwengu wa roho. Manake kuna namna watesi wanajaribu kuificha hiyo nyota yako, ishindwe kuangaza, ishindwe kuonekana, ishindwe kupata mpenyo wa baraka na mafanikio. Kwa hiyo unapokuwa unaiota ndoto ya namna hiyo, kuota ndoto kuona nyota yako inafunikwa na mawingu, manake ni kwamba kuna shambulizi la kiroho ambalo linaifuatilia nyota yako, ulimwengu wa roho. Unahitaji uweze kusimama sana katika maombi, na Bwana atakusaidia kusimama sana katika maombi unapoota ndoto ya namna hiyo. Lakini ndoto nyingine ni pale ambapo tunasema ukaota ndoto ukaona unajiona upo chini ya mwamvuli mweupe, ukaona umelala, ukaota umeshika mwamvuli mweupe, umejifunika mawingu, mvua, mashambulizi ya aina mbalimbali ukaona yanashindwa kukufikia mahali ulipo. Manake ni kwamba ulinzi wa Mungu uko pamoja na wewe unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Manake ulinzi wa Yesu Kristo uko pamoja na wewe unapokuwa unaota ndoto kuona umejifunika mwamvuli na umejikinga nao. Manake hiyo ni ishara nzuri, ni ishara ya ulinzi. Manake hakuna mashambulizi ya kichawi ambayo yatakuja kirahisi katika maisha yako. Lakini hii ndoto nyingine ni pale ambapo tunasema kwamba kama ukiota ndoto mwamvuli uliokuwa umekufunika, lakini ukaota ndoto moto usikofahamika umekuja umeufunika, umeteketeza mwamvuli wako, hiyo ni ishara ya uvamizi au ni shambulizi la kiroho ambalo adui anakuwa amelileta katika hiyo ndoto. Adui anakuwepo ametuma vamizi la kiroho kwa ajili ya kukuangusha au kwa ajili ya kukuondolea ulinzi. Sasa ukiota ndoto ya namna hiyo, unahitaji usimame sana katika maombi, manake
adui akitaka lete shambulizi lolote, kupiga familia, kupiga watoto, kupiga ndoa, kupiga biashara, kupiga elimu, kupiga nyota yako, kupiga elimu yako, manake ni kwamba hilo shambulizi litakupata kwa namna yoyote ile, kwa sababu ule ulinzi wa Bwana uliokuwa pamoja na wewe haupo tena. Manake unahitaji usimame sana kwenye maombi ya mfungo kwa ajili ya unyenyekevu mbele za Bwana, kuomba toba, kumwambia Yesu mahali popote ulipotenda dhambi ukafungua lango na kushambuliwa na adui, Mungu aweze kukuepushia mbali. Sasa ndoto nyingine tunasema kwamba kuota ndoto ukaona mbwa, ukiona mbwa akiwa amemuua mbwa, yani katika ndoto ukaona mbwa, ukiota umefanikiwa kumuua mbwa, yani mbwa ukaona umefanikiwa kumuua, hiyo ni ishara nzuri sana katika ndoto yako. Ukiona mbwa umefanikiwa kumuangamiza kwa mikono yako au aidha kwa silaha yako, ukaona umepigana naye au umepambana naye mpaka umeweza kumuangusha, hiyo ni ishara nzuri, ni ishara ya ulinzi juu ya uovu, manake ni ishara ya ushindi. Manake Mungu anakuonyesha umeshinda vita, kwa sababu ishara za mbwa ulimwengu wa roho ni wachawi. Ndio maana Daudi akamwambia Goliati kwamba leo nitakuangamiza nitakuangamiza kwa msaada wa Bwana. Kwa hiyo unapokuwa unaota ndoto kuona mbwa unapambana naye kwenye ndoto na ukaona umefanikiwa kumuua, hiyo ni ishara nzuri sana na Mungu amekushindia au amekupigania. Na ndoto nyingine tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona mbwa anakufukuza, katika hiyo ndoto omba sana, manake ni roho za uovu au roho za kichawi ziko kinyume chako, zinapigana na wewe, zinataka zikuangusha katika hiyo ndoto utakapoiota. Sasa unahitaji usimame sana katika maombi na Mungu aweze kukusaidia. Lakini ndoto nyingine ni pale ambapo tunasema kwamba ukaota ndoto ukaona umemuona mbwa katika kitanda chako cha ndoa ambacho unalala, yani ni mtu uliolewa, ni mtu ulioa, lakini ghafla ukaona umelala na mbwa, ukamuona mbwa hizo jalala naye, lakini kwa namna ajabu kwenye hicho kitanda ambacho unalala wewe na mume wako au na mke wako, ukakuta mbwa wametanda pale. Maana ni kwamba unajulisha kwamba hiyo ndoa haipo katika utakatifu, kuna roho za usaliti ndani ya ndoa. Maana huyo mume uliye naye anakusaliti au mke uliye naye anakusaliti. Sasa ndoto ya namna hiyo unapokuwa unaiota, maana unahitaji usimame sana katika maombi kuombea ndoa yako, lakini pia kusimama katika ibada zaidi na kumuombelea huyo mwenzi wako na hizo roho za usaliti alizonazo. Pia usisite kumwambia kwamba kuna ishara nilizoziona haziko sawa, na kama ni mtu mwelewa atakuelewa, lakini kama ni mtu mbishi na mshindani, msogeze mbele za Bwana, pambane naye na Mungu atakuja kumuumbua na maovu yake yataonekana hadharani mbele za macho yako, ndipo atakapopata nafasi ya kunyenyekea kwako na kuomba naye msamaha. Na ndoto nyingine ni pale ambapo tunasema kwamba ukaota ndoto ukaona mbwa anakufukuza sehemu yoyote, pale ambapo umelala katika usingizi wako ukaota ndoto mbwa anakufukuza. Sasa inshallah namna hiyo kumuota mbwa anakufukuza katika hiyo ndoto, ukiota unafukuzwa na mbwa, manake ni roho za uovu ambazo zipo kinyume na wewe au zinapigana kinyume na wewe au zinakuwa zinapambana kinyume na wewe. Manake utahitaji usimame sana katika maombi kwa ajili ya kushughulika na hizo roho za uchawi ambazo adui anakuepo ameziandaa kwa ajili ya kukuangusha au kukuharibia hatima ya baraka zako. Ndoto nyingine ni pale ambapo tunasema kwamba kama utakuwa umeota ndoto umeona mbwa katika kitanda cha ndoa, kama hivyo nilivyokupa hayo maelekezo, manake unahitaji uweze kusimama katika maombi juu ya roho hizo za usaliti. Lakini ishara zingine za kiroho katika ndoto tunasema kwamba ukiota ndoto ukaona paka na mbwa wanapigana katika ndoto, paka na mbwa wanapigana katika ndoto ndani ya nyumba yako, manake ni kwamba unapewa taarifa kwamba kutokea hali ya kutokuelewana baina ya mahusiano yenu, manake roho za machafuko zinakuwa zimeachiliwa katika hiyo ndoa. Utahitaji usimame sana katika maombi ili Bwana aweze kukusaidia. Lakini ndoto nyingine ni pale ambapo tunasema ukiota ndoto ukiona mbwa anakufukuza katika nafasi yako uliyoikaa, manake ni kwamba nyota yako ipo chini ya shambulizi. Lakini ndoto nyingine tunasema ni pale ambapo ukaota ndoto unaona nyuki wakiwa wametanda katika nyota yako, manake nyota yako ipo katika
shambulizi, utahitaji usimame sana katika maombi ili Bwana aweze kukusaidia, kwa sababu ishara ya namna hiyo unapokuwa unaiona inakuwa haina maana nzuri. Manake wachawi wanakuwa wamejipanga kuleta mbaya au kuleta maovu katika nyota yako au hatima yako. Kwa hiyo utahitaji usimame sana katika maombi ili Bwana aweze kukusaidia. Jambo la kuzingatia unapokuwa unaota ndoto za namna hii, usidharau ndoto. Unapodharau ndoto unayadharau maisha yako. Unapodharau ndoto unadharau hatima yako. Unapodharau ndoto unadharau ujumbe wa kiungu unaoleta taarifa katika maisha yako. Manake utahitaji uweze kusimama sana katika maombi ili Bwana aweze kukusaidia. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe, lakini ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu tukufu, namba zetu za WhatsApp ziko hapo chini ya video hii. Unaweza kutufuata WhatsApp kwa ajili ya msaada zaidi, na Mungu atakubariki. Ninakutakia wakati mwema. Mungu akutunze, Mungu awe pamoja nawe. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana.